Matembezi haya kama ambavyo mmeyaona ni sehemu ya maandalizi ya mkutano mkubwa wa uwekezaji unaojulikana kama Zanzibar Investment Summit ya mwaka 2026 unaotarajiwa kufanyika hapa Zanzibar kuanzia tarehe 3 hadi 5 katika hoteli ya Golden Tulip Airport. Mkutano huu mkubwa unatarajiwa kuwakutanisha zaidi ya wawekezaji 500 kwa mataifa mbalimbali duniani hapa Zanzibar. Katika siku hizo 3 za mkutano huo, nimearifiwa kuwa wawekezaji watapata fursa ya kutembelea na kuona miradi mbalimbali ya maendeleo ya uwekezaji hapa Zanzibar. Hii itatoa nafasi ya kipekee kwa wageni wetu kujionea mazingira mazuri ya uwekezaji pamoja na hatua kubwa zinazochukuliwa na serikali katika kukuza uchumi wa taifa letu. Kupitia mkutano huu, Zanzibar itaendelea kujitangaza kama kitovu cha uwekezaji na biashara katika ukanda huu, hususan katika maeneo ya vipaumbele vya maendeleo ikiwemo utalii, miundombinu, uchumi wa buluu, teknolojia, huduma za kijamii pamoja na sekta nyingine muhimu za kiuchumi. Nadhani hali ya Fumba mmeiona. Mbele yetu kuna jengo kubwa la uwanja mpya wa AFCON ambao tunategemea mwaka huu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utakamilika. Lakini pembeni mtakuta kuna ujenzi wa hoteli na hospitali maalum ambazo zinatakiwa kuwepo kusapoti mji huu na kusapoti uwanja mkubwa wa aina hii, kama ni vigezo muhimu vinavyohitajika kimataifa katika kuwekeza kwa namna hii. Lakini barabarani tulikotoka tumeona, Mheshimiwa Waziri ameeleza vizuri namna serikali ambapo imeanza kuchukua hatua, na tunategemea barabara zile 6 ambazo zitaunganisha pamoja mpaka kwenye mji wetu huu wa Fumba zitakamilika ndani ya kipindi kifupi, ili tukifika wakati wa michezo ya AFCON mwakani inshallah, basi tunaamini nchi yetu itakuwa imekidhi vigezo vyote vya kushiriki katika mashindano ya kimataifa kwa muda wote kuanzia sasa chini ya uongozi wa Daktari Hussein Mwinyi. Wanafumba mmekuwa na bahati kubwa sana. Mradi huu ni mkubwa na kwa kweli ni wa kihistoria kwa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Uwanja huu utakuwa na uwezo wa kuchukua wananchi 36,500. Kwa kweli kwa Zanzibar ni uwanja mkubwa sana. Mnakumbuka uwanja wa Amani tunachukua kati ya watu 15,000 mpaka watu 18,000. Huu unakuwa ni zaidi ya mara 2. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa ya Daktari Hussein Mwinyi. Huu ndio uongozi unaoacha alama ambao kwa hakika rais wetu anaendelea kuwa na maono makubwa. Maendeleo ambayo tumeyaona haya ni legacy kubwa sana ya serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mambo ambayo tunayaona wakati tunakuja huku, tumeona barabara ile itakuwa na barabara 6 ndani yake. Tuna uwanja wa mpira ambao unajengwa, stadium hii ya AFCON kubwa sana ambayo ndiyo itakaribisha michezo ya AFCON hapo mwakani. Kwa hiyo serikali hii iko makini, na nikwambie tu Mheshimiwa, Fumba sasa hivi imeshatengenezwa master plan mpya. Mji utakuwa wa kisasa, utakuwa na kitu tunaita smart city, kila kitu hapa utakikuta. Kwa hiyo badala ya kuwa na mji mmoja tu hapa Unguja, sasa tutakuwa na miji miwili mikubwa, mmoja ule wa Stone Town lakini na Fumba. Tumefanya matembezi haya, moja ni mazoezi, lakini la pili ni kuhakikisha wananchi wenzetu wanaona jitihada za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kuleta maendeleo, na zaidi ni mabadiliko ambayo yanakuja katika hili eneo la Fumba.